Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema limeiharibu kambi ya 21 ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati wa vita vya siku 40, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC liliharibu karibia kambi 20 za Marekani, lakini sasa jeshi hilo limesema limeiharibu kambi 21 iliyopo Kuwait katika eneo hilo la Mashariki ya Kati miongoni mwa kambi za Marekani. Jeshi hilo limetangaza shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora ambayo yamelenga makao makuu ya ngome ya kijeshi ya Marekani huko Bahrain, ambayo itakuwa ni ngome ya 25 ya jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, na wakati huu inatayarisha operesheni kama hiyo kama kisasi cha moja kwa moja kwa mashambulizi ya anga ya Marekani huko kusini mwa Iran. IRGC imesema mapema Jumatano kwamba mpaka sasa wamefanya shabaha 21 katika ngome za kijeshi za Marekani pamoja na kambi zao, na jeshi lao la majini kote katika kanda ya Mashariki ya Kati wamezishambulia. Katika taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali, walinzi hao waliapa kupeleka hatua kali zaidi za kulipa kisasi iwapo operesheni za kijeshi za Marekani zitaendelea. IRGC pia ilidai kuitungua ndege isiyokuwa na rubani ya MQ-9 Reaper ya Marekani katika jimbo la Bushehr Kusini. Sambamba na hayo, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran walitangaza kwamba walikuwa wameanzisha shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani dhidi ya kituo cha anga cha Ali Al-Salim nchini Kuwait. Jeshi hilo la Kuwait baadaye limethibitisha tukio hilo na kusema kwamba mitandao ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuhusika katika malengo ya anga. Ongezeko hilo linafuatia mashambulizi yaliyoenea ya usahihi ya Marekani katika maeneo kadhaa kusini mwa Iran, ikiwa ni pamoja na Jask, Sirik na kisiwa cha Qeshm. Marekani hata hivyo imefanya mashambulizi mazito ya mara kwa mara ya pamoja katika maeneo mbalimbali huko nchini Iran. Katika upanuzi mkubwa wa mapigano ya kikanda, IRGC ilitumia makombora ya masafa marefu katika shambulio kwenye kambi ya Al-Azraq huko Jordan, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti. Jeshi hilo la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia limesema limelenga maeneo 4 mahususi katika kambi ya Al-Azraq ya Marekani, na shabaha zake zikiwa ni pamoja na vituo vya kuning'iniza ndege za kivita za F-35 na kituo cha amri na udhibiti. Jeshi la Jordan limesema vifusi vilianguka baada ya kuzuiliwa kwa makombora na hakuna majeraha wala uharibifu uliopotea. CENTCOM hata hivyo imesema inakamilisha mashambulizi ya anga. Wakati huo kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema ilikamilisha mashambulizi dhidi ya Iran kujibu kuangushwa kwa helikopta pamoja na ndege zake zingine za kijeshi. Vikosi vya CENTCOM vilishambulia ulinzi wa anga wa Iran, vituo vya udhibiti wa ardhini na maeneo ya ufuatiliaji wa rada karibu na mlango wa bahari wa Hormuz kwa silaha za uhakika kutoka kwa ndege za kivita za jeshi la wanahewa la Marekani na jeshi la wanamaji, kulingana na taarifa ya kamandi kuu. Operesheni hiyo ilikuwa mwitikio sawia kwa mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya vikosi vya Marekani na meli za kibiashara za kimataifa zinazopitia katika maji ya kikanda, ilisema CENTCOM. Karibu na makombora na ndege zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Iran zilinaswa, afisa wa Marekani alisema, akinukuu tathmini za awali. Zaidi ya hayo, afisa huyo wa Marekani alisema kuwa hawajui ripoti zozote za madhara kwa wafanyakazi wa Marekani au uharibifu unaofahamika kwa maeneo ya Marekani kwa wakati huu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kufahamishe tu kwamba wakati huu vita kamili kati ya Marekani na Iran vimeanza rasmi, na kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa mara nyingine tena Israel ikaingilia kati kwa kufanya mashambulizi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inajiandaa kwa ajili ya kulipa kisasi kizito kutokana na mashambulizi haya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hii.